huyo uliolewa naye, uliyemuoa ana matatizo. Wewe umeitwa uende kusolve matatizo yake. Kwa hiyo kwa lugha nyingine iliyo rahisi, wenye matatizo mumekutana ili kila mmoja solve ya mwenzake. Amen. Wakati wanandoa wengi huwa hawaandaliwagi hivyo. Ndio maana siku hizi tunakuwa na semina za vijana kuandaa, ili wanapoingia kwenye ndoa wajue ni kuingia kwenye wito wa kwenda kutatua matatizo ya nani? Ya mtu. Wanandoa wengi wanafikiri ndoa raha, ndio maana wanaziandaa kwa mbwembwe, wanaweka masherehe makubwa, masuti ya gharama, makeki ya gharama, maukumbi ya gharama, kwa sababu wanafikiri wanachokiendea ni kitu rahisi, wanaenda kuenjoy. Kumbe ndoa sio kwenda kuenjoy, ingawa lengo la Mungu lilikuwa hilo, lakini ndoa unaenda kupambana na matatizo ya mtu. Huyo mtu inawezekana mvivu kupika, wewe ukapike. Mvivu kufua, wewe ukafue. Mvivu hivi, wewe ukamsaidie. Mvivu kufanya hiki. Yaani mnakutana pale mtu mwenye matatizo. Kwa hiyo ni wito unaokwenda kupambana na mtu. Ndio maana watu wengi wanalalamika, wanasema mimi sikutarajia kupata mume wa hivi, sikutarajia kupata mke wa hivi, kwa sababu alitegemea kuishi na mtu soft. Anakutana na mtu mgumu. Alitegemea kukutana na mtu mwenye lugha za baby, honey, sweetie. Anakutana na mtu anasema wewe. Alitegemea kukutana na mtu ambaye yani anaongea maneno rahisi. Anashangaa anaongea na kukutana na mtu mwenye maneno magumu. Lakini kwa sababu ndoa ni wito, kwa lazima ujue. Amen. Na hayo matatizo ni kama yafuatayo ambayo umeitwa kuyatatua. Amen.